Zamani kilimo kwanza kulikuwa hakuna support. Kulima uliweza kulima we peke yako. Yaani ulihangaika, nisemee mimi nilihangaika peke yangu. Lakini pia nilikuwa sina kabisa elimu ya kilimo. Nilichota tu kama mahindi au mpunga. Nilichota tu ndani, nikaupeleka shambani nikijua nalima mpunga. Lakini baadaye tukapata mafunzo ya semina za kilimo. Kajikuta sasa wakulima wengi tuko nyuma kwa ajili tulikuwa tunalima kilimo cha mazoea. Kupitia mipango ya biashara zaidi ya 95,000 tumeangazia njia ya mafanikio kwa wakulima, wasindikaji, wafanya biashara na wajasiriamali wa kilimo. Pass Trust imefikia zaidi ya wanufaika milioni 4.7, huku wengi miongoni mwao wakiwa na simulizi zenye kuvutia sana kuhusu safari yao ya uwekezaji huu. Sisi wakati tunaanza kukopa CRDB, hata dhamana tulikuwa hatujaendelea kama tulivyo hivi sasa. Dhamana tulizokuwa nazo kwa maana majengo na assets zingine zilikuwa ni kidogo sana. Kwa hiyo kwa maana nyingine tulikuwa tunahitaji udhamini mwingine kutoka sehemu nyingine ili tuweze kukopesheka. Baada ya kutuwezesha kupata huo mkopo, awamu hiyo ya kwanza tulipata mkopo wa milioni 25 na pointi hizi. Kikundi chetu kilikuwa na wanachama kama wanachama wanawake, lakini kipato kilikuwa chini sana. Tulikuwa tunalima eka 2, 3, wa zaidi mkubwa zaidi alikuwa analima eka 5. Lakini tunamshukuru Mungu. Mmoja nilianza na eka 2. Lakini sasa hivi nalima eka 10. Kwanza uvunaji wa hapa kwenye skimu yetu ulikuwa una shida kidogo. Bei zilikuwa zinabadilika, alafu wakulima walikuwa wanaumizwa sana na mashine zingine za watu wengine. Wanajipangia bei. Lakini baada ya sisi kupata huu mkopo kupitia Pasi, tumeweza kushusha hata bei ya uvunaji. Sasa hivi shamba ambalo lilikuwa linavunwa kwa kipindi kilichopita kwa 200,000 tunavuna kwa 150,000. Hii siyo tu simulizi ya kilimo, ni hadithi ya maisha kubadilika na biashara kufikia masoko ya kimataifa. Kutoka ndoto moja mwaka 2000 hadi maelfu ya ndoto leo. Kimsingi baada ya kuwa tumepata hizi meli kwamba tulikopeshwa, lakini malipo yake ilikuwa ni kulipa kwa njia ya samaki. Kwa bei ambayo yule aliyetukopesha alikuwa ameamuru kwamba nyinyi mtaniuzia kwa bei hii hapa. Sasa tumeanza kufanya marejesho. Katikati tukagundua kwamba kwa bei za kimataifa za samaki ambayo tulikuwa tunamuuzia, bei ya kimataifa ni kubwa zaidi tofauti na ile bei ambayo sisi ametupatia. Kwa mwisho wa siku tuligundua kwamba tukienda na huo mtiririko mpaka tunamaliza, tutajikuta tumemlipa zaidi ya mara 3 ya bei ya meli. Kwa hiyo tukawaona benki wakasema wao wanaweza kutufinance kwa kushirikiana na Pasi. Hivi tunavyozungumza, Pasi wametusaidia kupata dhamana kwa ajili sasa ya kununua hii meli. Kwa hiyo wamemlipa yule ambaye alituuzia meli, na sisi tumebaki tunawalipa benki kwa udhamini wa Pasi. Sasa Pasi kutokana na sera yake ya kusaidia wakulima, akaona pia kuna ulazima wa hichi kiwanda kuwepo kusini, sababu kusini hamna kiwanda kama hiki. Pasi akaandika andiko kwamba jamani, huyu msupport, sisi tuko tayari kumgarantii, sababu tunajua umuhimu wa hichi kiwanda katika upande wa kusini. Pasi akatuandikia guarantee ya 60%. Kwa hiyo Pasi hapo ndipo ilipoingilia kati kwa kutupa dhamana ili tuweze kuendelea na kukopa kutoka benki, ambapo tumeweza sasa kupata huduma ya kuuza kahawa na tumekuwa mpaka kufikia hata kuuza kahawa nje. Binafsi nimeajiri watu ndani wanafanya kazi, lakini pia kuna huko ambako napeleka mayai, kuna watu wameajiriwa kwa ajili ya kuuza mayai, lakini kuna watu wanakuja wananunuzia materials kama mahindi. Almost kwa wiki naweza nikatumia tani 20 za mahindi tu kwa ajili ya kuku.
Kwa unakuta kuna mlolongo mkubwa sana wa ajira. Watu ni wengi sana wanaoajiriwa kutokana na hii project ambayo nimeelekeza hapa. Hizi zote ni jitihada za PASI ambazo zimesababisha mpaka kufikia hapo. Nadhani PASI wasingetudhamini tungeendelea kuumia. PASI watoke kule ofisini, watoke waje kujikita huku tuliko wahitaji. Wahitaji wengi wanakwenda kukopa benki ambazo si rafiki, wanakopa kausha damu, benki nyingi si rafiki ambazo wanakopa wakulima wengi, zinakatisha tamaa. Na mkopo unaofaa peke yake kwa mkulima Tanzania, amini usiamini, ni PASI tu ndio anaweza kututunza wakulima. Kwa hiyo PASI ni damu na skimu ya Mwamapori. Kwa kweli naipongeza pakubwa sana. Safari inaendelea na haijaisha hapa. Twendeni pamoja katika miaka mingi ijayo, tukue pamoja, tuinuke pamoja, tuendelee pamoja.